Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Tunamshukuru Mungu kwa neema ya pekee ya siku ya leo. Nikusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na siku ya leo Bwana ametupatia tafakari ambayo inatoka katika kitabu kile cha Hagai, sura ile ya pili, sura ya kwanza, mstari ni wa pili. Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu, pandeni milimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya pekee na ya ajabu. Neno lake leo limekuja kwetu katika hali ya kutuhabarisha, kututahadharisha, na kuna maonyo ndani ili tuweze kujua ni namna gani twapaswa kuishi katika nyakati hizi. Nyakati tunazoishi ni nyakati ambazo si nzuri, na tunaelekea mahali ambapo kwa kweli kila mwanadamu anapaswa kutafakari maisha yake. Na hapa hatutazungumzia mtu aliyeokoka, tunazungumzia mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, kwa sababu iko vita iliyokuja ambayo imeanzishwa na shetani ya kupingana ama kupigana na uumbaji wa Mungu. Vita hii ilianzwa bustani ya Eden, na sasa tuko katika wakati wa mwisho, na vita hiyo imeanza kuashiria ya kwamba tunaelekea kumaliza muhula wetu wa kuishi. Wakati wa bustani wa Eden tunaona jinsi gani ambavyo shetani alitangaza vita na uumbaji wa Mungu baada ya Mungu kumuumba mtu. Akamuumba na kupitia ubavu wake akapatikana Hawa, mwanamke. Lakini tunaona vita ilianzishwa na adui shetani akamfuatia yule mwanamke na kwenda kumnyang'anya haki yake ya kuishi hapa duniani. Na tokea wakati huo, baada ya kunyang'anywa haki hiyo, maanake ndo alienda pia Hawa akaenda akampatia Adamu kile ambacho hakustahili kukila, na ndiposa mateso yakaingia duniani, mahali ambapo palikuwa ni peponi pa mwanadamu, mahali ambapo Mungu alikuwa amempa mwanadamu kuishi kwa namna ambayo atamtukuza yeye, akae katika wema, aishi katika kumfurahia Mungu na akutane na Mungu katika ule uhalisia wake, furaha, amani vitawale katikati yake. Lakini vikageuka ikawa kilio, masononeko, vifo, dhiki. Manake kilio kilianzia kilio cha kwanza cha kifo cha nani? Cha Habili. Kwa hiyo udhihirisho wa umauti ukatokea pale, na udhihirisho wa mateso ukatokea pale, udhihirisho wa kutengana ukatokea pale. Na tunaona hali hiyo iliendelea na michanganyo ikatokea kati ya mwanadamu na adui shetani, kiasi kwamba mwanadamu akapoteza asili yake ya uungu ndani yake, kwa sababu
aliendelea na uovu, akabeba asili ya shetani. Wanadamu tukaendelea kuishi na asili ya shetani mpaka tumefika wakati ambapo Bwana amekuja kutukomboa. Na Bwana amekuja kutukomboa, lakini alitutahadharisha pia alipokuja kwamba itafika wakati kuna hiki kitatokea kwa sababu ya hiki. Na wakati umefika, kwamba alisema habari za siku za mwisho, na wakati huo umefika, umewadia kwa kila mwenye mwili, manake kwa kila uumbaji wa Mungu. Sisi wanadamu tuliumbwa na Mungu, tukapewa dunia hii, yani tukatengenezewa mahali hapa kuishi. Lakini angalia kinachotokea. Shetani amemiliki na mpaka leo anamiliki, kwa sababu mwanadamu alikataa kuchukua nafasi yake na kukaa hapo. Hata pamoja na Yesu Kristo alipokuja duniani, Yesu Kristo alikuja kumrejesha mwanadamu kwenye nafasi yake. Alikuja kuleta ukombozi, alikuja kumpatanisha Mungu na mwanadamu. Ndio Biblia inasema kwenye Wakorintho kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo Yesu akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Mungu alikuja duniani ili aweze kujipatanisha na mwanadamu, lakini mwanadamu alikataa. Na mpaka leo mwanadamu amekataa. Amekataa kwa sababu gani? Kwa sababu ya matendo maovu ambaye ni ya shetani, ambaye mwanadamu anayaishi kwayo, ambaye hatukutakiwa kuishi. Yesu Kristo alipokuja, alikuja ili aturejeshe pale mahali ambapo tulikuwepo pale mwanzo, na paita peponi, kwa sababu ni mahali ambapo palibeba utukufu wa Mungu, ni mahali ambapo palibeba heshima ya Mungu na ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa aishi na shetani amuogope mwanadamu, kwa sababu ya ile nature ya Mungu kuwepo kwa mwanadamu. Kumbuka mwanadamu aliumbwa, ama mtu aliumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, ndipo tukapatikana. Sasa hiyo ndio ilikuwa utiisho ambao sisi wanadamu tulitakiwa kuuonyesha kwa shetani. Lakini sikiliza nikueleze, hata shetani aweze kutuogopa imekuwa ngumu, kwa sababu mwanadamu, shetani amemrubuni mwanadamu, na mwanadamu ameenda kiipoteza asili ya Mungu ambaye ilibeba utiisho wa Mungu, akaendelea kuvaa na kuzama ndani ya asili ya shetani iliyobeba sasa kuonewa, mateso, dhiki, taabu, adha, kufinyiliwa, kugandamizwa na kadhalika na kadhalika, kwa sababu kupoteza asili ya Mungu, kupoteza hiyo nature ambayo ni ya Mungu. Lazima shetani anakuwa na nafasi na uwezo na mamlaka ya kuniingilia mimi na ya kunitesa mimi. Kwa hiyo mwanadamu akaanza kuishi kwenye maisha ya namna hiyo hata baada ya Yesu Kristo kuja, na mpaka leo hii mwanadamu anaishi kwa namna hiyo. Hapa kuna mtumishi wa Mungu Hagai. Mungu alikuwa anasema naye kuhusiana na ujenzi wa nyumba ya Mungu, ujenzi wa nyumba ya Mungu kule Yerusalemu. Na sasa Bwana, sisi kanisa, anasema na sisi nini? Kwa sababu Yerusalemu yetu ni ipi? Yerusalemu yetu ni mioyo yetu. Sisi tunatakiwa kutengeneza maisha yetu tuwe sawa. Wakati mwanadamu anafikiria ya kwamba anaishi kwa kufanya maovu, ni kwamba anajiangamiza. Wakati taifa la Israeli walifikiri kwamba kuiga tabia za kule kwa mataifa hakuna shida, ndipo walipoendelea kujitesa na kuondolewa nguvu na kujiingiza katika mateso, dhiki, tabu na adha ambazo ilikuwa sasa ngumu. Hata wakati wanatakiwa kujenga Yerusalemu ilikuwa ngumu, maana vita ilikuwepo. Vita ilikuwepo kutokana na wale taifa la Israeli walijiingiza katika maisha hayo. Kwa hiyo ile sura ya Mungu, mfano wa Mungu, ikaondoka kwao. Alafu thamani yao ya kiungu ndani yao ikapungua, na ilipopungua ndipo wale wakawa wanafanya vita na wao, yani wanainuka juu yao. Na thamani ya mwanadamu ambaye anayeishi leo imepungua, inapopimwa imepungua, kwa sababu ya maovu ambayo wanadamu tulifikiri kwamba ni kujifurahisha, kwa sababu ya mabaya ambayo mwanadamu alifikiri kwamba ndio asili ya kuishi kwetu. No. Asili ya kuishi kwetu ni kubeba mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Asili ya kuishi kwetu ni kubeba ile nature ya Mungu, ambapo sisi tuweze kutawala na kumiliki hapa duniani. Sasa inafika mahali ya kwamba kumiliki kwetu kumekuwa kumilikiwa. Ndio maana shetani tumekaa chini ya mgandamizo wa shetani, ambapo kila tunapotaka kufanya hivi, tunapotaka kuenda hivi, tunapotaka kumpendeza Mungu, inakuwa ngumu kwetu. Kunakuwa na struggle na mashindano. Kwa nini? Kwa sababu
tunaishi katika kugandamizwa, lakini Bwana anasema zitafakarini njia zenu. Ili niweze kuona tatizo linalonitesa ni nini, natakiwa ni tafakari. Ndio maana asubuhi ya leo tunayo tafakari hii ambayo inanipa mimi kukaa chini na kujitafakari. Anasema mstari wa 6, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Unafanya kazi sana lakini turnover ni ndogo. Kwa nini? Kwa sababu niko kwenye kugandamizwa, lakini kuna mahali pamebeba uhuru wangu, ndipo ninapotakiwa kukaa chini na kutafakari niweze kupafikia, nipaone kwanza alafu niweze kupafikia. Paulo aliwaambia Waefeso, akasema mimi ninawaombea tena ninatamani mufike mahali mweze kuona ule utajiri wa utukufu, utajiri uliobebwa na utukufu wake Mungu. Huo ninatamani kuweza kuwaingiza hapo. Yani nyinyi muweze kuona, nyinyi muweze kupafikia hapo mahali. Lakini mtapafikiaje na muko katika magandamizo? Taifa la Efeso walikuwa wanaabudu miungu, tena walikuwa wakali. Hata Paulo alipoenda kule walimpiga, wakamfukuza, walifanya ghasia, wakafanya fujo, wakasema hao wanatuletea vitu ambavyo havipo. Nani asiyejua kama Mungu Atemi ni Mungu wetu? Nani asiyejua hao wanatuletea vitu gani? Vurugu ilikuwepo kwa sababu gani? Walikuwa chini ya mgandamizo wa miungu. Lakini hapa Paulo alipofunguliwa sasa, yani Waefeso walipofunguliwa sasa, Paulo anapata nafasi ya kusema nao. Paulo anapata nafasi ya kuwafundisha. Anawaambia mstari wa 3 wa Efeso ya kwanza, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo Yesu. Anawafundisha sasa waweze kujua yale ambayo yaliyojiri kwa ajili yetu, ili waweze kuishi katika hayo. Unaona? Na sisi lazima tufundishwe, lazima tufundishike, lazima tueleweshwe, alafu tuelewe. Ndio hapa anawaambia, Paulo anawaambia katika hiyo sura ya kwanza mstari ule wa 16, anasema siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu. Anawashukuru kwa ajili ya nini? Hatimaye wamemkubali Kristo. Siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awapae ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Maana sasa wamemjua. Ndipo anawaambia mstari wa 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Sasa anataka wafunguliwe katika mioyo yao, nuru ipenye katika mioyo yao, ili waweze kuona nini? Waweze kuona kile ambacho kiliwekwa kwa ajili yao, ambacho walikuwa hawakioni kwa sababu walikuwa chini ya mgandamizo. Anasema hivi katika kumjua yeye, anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, ili muweze kuelewa mlivyookolewa sasa. Wito huo unabeba nini ndani yake? Wito huu unabeba vitu vingi. Anasema na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Yani sasa natamani sasa mwanze kuona huo utukufu, utajiri wa utukufu ambaye ndio urithi wetu. Ni urithi wetu ambaye tunaanza kuona hapa duniani, kwa sababu sisi tumetangaziwa ushindi kabla ya kushinda, kabla ya kuanza kushindana, kabla ya kuanza kupigana. Kwa nini? Kwa sababu shetani alishapigwa, shetani alishashindwa. Kwa hiyo sisi tukatangaziwa ushindi. Tunarudi wapi tena kurudi kwenye kugandamizwa? Paulo ndo anasema na hawa sasa kwamba sasa mmekubali, kwa hiyo sasa nataka mupate kukaa katika njia za Mungu, ili yale ambayo yalikusudiwa kwa ajili yenu yaweze kuwafikia. Tafakari yetu ya leo, tunatakiwa tutafakari. Hagai anasema mstari wa 7, Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu, pandeni mlimani mkalete miti mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia. Pandeni mlimani mkalete miti mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Utakapogeuka na kuanza kuyaishi maisha ya Mungu yaliyompendeza Mungu, ndipo Mungu ataanza kukufurahia na Mungu atatukuzwa kupitia wewe. Utaanza kumuona akitenda
katika maisha yako, kama jinsi ambavyo anasema katika kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 nafikiri mstari wa 21, 22 mpaka 23. Hapo anasema mstari wa 23, nitasoma wa 23. Yesu akajibu akamwambia, Yohana 14, Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Haleluya! Yesu alitumwa kuja kuturejesha katika nafasi zetu. Uko wapi wewe ambaye unasikia neno hili? Urejee katika nafasi yako, ili uweze kupanda juu mlimani na kuweza kuleta miti, kujenga. Kwa manake tafakari njia zako, utengeneze njia zako, uweze kukaa kwa Mungu, uanze kutembea, yani ukate miti, ingia ndani ya neno, ujue neno linasema nini kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili tuanze kulitendea kazi. Ndiposa Bwana aweze kufurahishwa na sisi na atukuzwe kupitia sisi, ndipo uweza wake upate kuonekana kwetu. Kwa nini? Kwa sababu anasema tukimpenda atakuja kukaa kwetu. Maanake tukishika neno lake ndio kumpenda, alafu Baba atatupenda. Sasa watakuja Mungu katika utatu wake, watafanya makao kwetu. Wewe unafikiri Mungu akikaa ndani yako kuna kuhangaika kama tulivyo tunavyohangaika? Hakuna. Maana Mungu hahangaiki. Mungu hahangaiki. Mungu hahangaiki. Kwa neema yake na ikae kwetu na itoshe kwetu, na kwa neno lake hili na tukazitafakari njia zetu, tutafakari tuone ni wapi ambapo pamekuwa pananipa mimi shida, ili neema ya Mungu ifanye kazi kwangu. Tafakari, nami naomba kwa ajili yako. Baba, tunashukuru kwa kuwa umekuwa mwema kwetu. Umetutafakarisha leo ili tuweze kupanda milimani, tutafakari njia zetu, tuombe. Na sasa tunaomba rehema, tunaomba utusamehe, tunaomba Baba ukaturehemu. Tunaungama makosa yetu, tulienda race, tulifanya yasiyo kupendeza, wakati mwingine kwa kutokujua, lakini leo umesema nasi, umesema tutafakari njia zetu. Katika kutafakari kwetu, neno lako lilipokuja kwetu, tumekuja kwako kwa haya. Tunaomba neema yako iwe juu yetu sasa, ikatutengeneze tena na kutupatanisha nawe mahali tulipokuwa tunaenda visivyo. Bwana, ukatusamehe, ukaturehemu, ukatutakase kwa damu yako takatifu, ukatufanye kuwa wapya na tukakae na wewe. Asili yako ikakae ndani yetu na utukufu wako kae ndani yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunajiweka wakfu mikononi mwako na tuseme amen. Mungu akubariki kwa matengenezo haya ambayo Bwana ametujalia kuyafanya. Utukufu ni wake Yesu.